Naam, bana ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Moja ya habari ambayo imetrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni habari ya kumuhusu binti itwaye Margaret Nduta aliyepatikana na hatia ya ulanguzi wa madawa ya kulevya katika taifa la Vietnam kusini mashariki mwa Asia, na alikamatwa Julai mwaka 2023 kwenye uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh City akidaiwa kuingiza nchini humo madawa ya kulevya lakini pia kulangua. Sasa basi, tangu kukamatwa kwake na baadaye kuhukumiwa, ambapo hukumu yake ilikuwa ni ya kuondoshwa duniani. Sasa basi, Wakenya wengi lakini pia Waafrika wengi wamepata habari hii, hivyo imewagusa sana. Hivyo Wakenya wameiomba serikali ya nchi ya Kenya wafanye kila liwezekanalo kwa kumuokoa binti huyu Margaret Nduta, ambapo taarifa na ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba serikali ya Kenya ikiongozwa na William Ruto tayari wameshafanya mawasiliano na vyombo vya usalama vya nchi ya Vietnam pamoja na waziri ambaye anahusika katika masuala yote haya ambayo yanaendelea huko nchini Vietnam, kwa maana William Ruto tayari ameshawasiliana na uongozi ambao unahusika katika swala zima la Margaret kuhusiana na mwanadada huyo kuachiwa huru ama kubadilishiwa adhabu ambayo amepigwa ni adhabu kubwa sana, sio adhabu ambayo kimsingi inampendeza hata Mwenyezi Mungu. Hivyo Ruto dakika za jioni sana amepiga simu kwa ajili ya kumuokoa. Hakika mtazamaji wa Bongo Super Media, hii ni habari ambayo inagusa sana mioyo ya watu. Margaret Nduta ni binti mdogo ambaye sawa alikuwa akijihusisha na haya masuala ambayo pengine ni ya ukweli, lakini adhabu hiyo ilikuwa ni kubwa sana. Lakini mpaka sasa adhabu hiyo haijatekelezwa. Bado mazungumzo kati ya Kenya na watu wa Vietnam yanaendelea. Tumuombe Mwenyezi Mungu jambo hili liende sawa, pengine aweze kubadilishiwa hata adhabu. Maoni yako ni muhimu sana. Andika maoni yako hapa katika sehemu ya comments kuhusiana na Rais William Ruto.